tunashukuru Mungu tena kwa sababu tunawasalimu nyinyi wote mahali mlipo katika pembe nne zote za dunia. Salimu wapendwa wote katika Bwana. Mingi kwa watoto wote wa makimbilio. Tunawapenda sana katika jina la Yesu Kristo. Tunasema mbarikiwe mahali pote mlipo. Hii ni wakati mzuri ambao tunataingia kwa neno la Mungu. Siku ambayo ilipita tulikuwa na somo mzuri sana ambao ilikuwa nasema usiogope, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Iko mzuri ezali malamu, lakini kwa kukua hekalu la Roho Mtakatifu hautakuwa hivi tu, unakuwa mashurti pia, unakuwa maalama pia. Na leo tutaongea kidogo kuhusu maalama ambao zitaacha wewe maanisha kukua hekalu la Roho Mtakatifu. Sababu haitakuwa kwa hivi tu, tunapasha kuwa maalama fulani fulani. Na tutaenda mbali, tutasoma katika kitabu cha Hesabu sura yake ya 15 na mstari wake wa 37 hadi 44. Nombre 15 37 à 41. Karibu kwa msomaji wetu kutusomea. Nombre chapitre 15 verset 37 à 41. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse: parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la garderez et vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas le désir de votre cœur, de vos yeux, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. 41. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est sorti du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Asante, tumesoma neno nzuri. Hii ni kitabu cha Hesabu, iko parmi vitabu 5 ambao tunaviita Patatek. Vitabu hivi vimepewa kwa Musa, Moize ameviandika. Lakini watafiti wa sasa wameonesha kama vitabu hivi kuna waandishi wengine waliandika wakati walipokuwa uhamishoni Babylon, na walionesha mwanzo wa kuumbwa kwa dunia mpaka kufa kwa Moize. Na asante kwa sababu vitabu hivi ni vitabu vya sheria. Vitabu hivi vimekuwa mafundisho na vimekuwa mpia sheria. Na kwa dini ya Kiyahudi walikuwa wanaviita Torah. Ni kusema ni vitabu vya doktrine ya Kiyahudi, ya dini ya Kiyahudi. Na asante kwa sababu hatutaenda huko kwa historia ndefu, lakini mahali ambapo tupo, mahali tumesoma ni sura ya 15 ya kitabu cha Hesabu. Asante kwa sababu kwa sura hii imekuwa na shahiri 41.
Na shahidi hizi zimegawanyika kwa sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni nafasi ambapo wanaonesha na wanapanga taratibu ya sadaka. Haleluya. Banapanga taratibu ya sadaka. Sababu ni taratibu ambayo Mungu alimpatia Moize. Na taratibu hizi wakati Mungu amezipatia Moize kuhusu sadaka, ameendelea kuzieleza moja kwa moja taratibu hizi zote. Ijapokuwa walipana taratibu hizi zote, kwa parti ya pili ya ndani ya shahidi ya ndani ya sura hii ya 15 inaongea kuhusu mtu mwingine anakuja anavunja sabato. Ilikuwa siku ya sabato na mtu huyu anajiruhusu kwenda kutafuta kuni na kaanza vunja kuni. Na taratibu hizi zilikuwa zimepanwa, lakini zilikuwa azia tangaziwa, na wakati watu wamebana mtu huyu, wakasema hapana, hakuna namna yote, kumbe tumubebe kwa Moize na wao ndio wataongea, wataleta taratibu gani. Haleluya. Amen. Lile ambalo tutakalo lifanya. Na wanaleta mtu kwa Musa na Aroni. Kisha Mungu anaongea na Musa. Mtu huyu alifanya zambi, ilikuwa ni zambi ya kisudi. Anafanya zambi na anajua. Kuna watu wengi kwa sasa wanaleta masheria za bazaliko pesa bamakamu na bango ama bisababu banapakala mafuta bazaliko pakola yango mafuta. Mungu atakoprendre nimefanya zambi siyue, lakini nakwambia ukwe unajua ukwe usijue ezala oyebi zambi tu mtu asidanganya. Masumu twako saote. Bwana atusaidie sana. Zambi iko zambi tu. Kuna watu walifanya hata zambi haiko ya kusudi. Wanaieleza hapo pale kwa ile tu sura ya 15 verset ya 27. Tusome pale kwanza tunasema nini? Ndani tu ya Hesabu na katika ya Nombre 15 27. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Hapo unasikia mtu ambao atafanya zambi yenye hakutaka, lakini naye atatoa tu sadaka. Bwana tusaidie sana. Kuwa hekalu la Roho Mtakatifu, haiko ya Mungu unakuwa mashuti, unakuwa malama. Ndugu yamevunja sabato na zambi ameifanya na kisudi. Ya pili, ima sheria zilikuwa zimepangwa azia kuwa Biblia. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mungu anaambia mtu ule atauawa, akapigwa majiwe na haki akapigwa majiwe na akakufa. Katika mambo haya ile ni hatua yake ya pili. Tuko ndani ya sura hii ya 15. Tunaingia kwa hatua ya tatu ambayo iko ndani ya chapitre hii tu ya 15 ya kitabu cha Hesabu. Tunaona hapa Mungu anaangalia sasa, kumbe mwanadamu ni mwanadamu, anaweza sahau. Na hapo ndipo sasa mahali tumesoma ndani ya Hesabu 15 na 7 mpaka 34. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunaona hapa msomaji utaturudilia tena pale 23:7 utaishia mpaka 38. Inasema 37, nous lisons au nom de Jésus.
l'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. 38 et 39. Amen. Ini mitindo shoti Mungu anapatia Moizi. Anamwambia wana wa Israeli kwa pindo za nguo zao kwa pindo za nguo zao watatia vishida bakotia lipombo na vishida hivi vitakuwa pelipombo wana ekozala batavitia na rangi ya samawi ama ya bleu bakotia ngona kulere ya haleluya amen. Ndani ya rangi hii inanipatia tena ufunuo mwingine haleluya ndani ya Biblia nakata Biblia katika nguo za wakuhani nakata bilamba ya basakrifikateur katika pindo za nguo za wakuhani na suka ya bilamba ya basakrifikateur bazaki kotia kulere ya bleu na rangi ya bleu inamaanisha kulere ya bleu wana ni rangi ya mbinguni kulere ya lola amen ni rangi ya mbinguni ezali kulere ya lola na hii ilimaanisha kwa kila kuhani yote na kisa kina sakrifikateur o alati bilamba wana ebongiete amiye baite yazali mutu na nzambe haleluya amen. Hii rangi inamaanisha kulere wana la mtu huyu atatembea kwa utaratibu, mtu wana kotambola bosembo, atatembea katika utiifu, akotambola kata kopita, na kutembea katika mapenzi ya Mungu, akotambola kata volonté ya Mungu. Haleluya amen. Mungu wetu ni mwaminifu sana. Mungu alijua kagundua mwanadamu anaweza geuka wakati yoyote. Ona hapa sheria ziko zinawekwa ile tuba ile wakati mmoja anajivunja bado mara moja anaenda siku ya Sabato. Bwana tusaidie sana. Na Mungu aligundua inabidi kuwe alama. Haleluya. Amen. Katika alama kwa watoto wote wa Mungu ni watu ambao wako na alama. Na ile alama itawakumbusha kama hawako watu wa kawaida, hawako watu wa dunia hii. Wao ni wapitana njia. Wao wako na sura ya Mungu. Wao wako na utu wa mbinguni. Haleluya. Na asante kwa sababu matondo kote nzambe azali fidele. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Utusome tena 39. Otangela biso susu na 39. Tuko ile Hesabu sura ya 15. Tuangalie kwa mstari wake wa 13 na 9. 39 quand vous aurez cette frange et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous suivrez par le désir de vos cœurs et de vos yeux pour laisser entraîner à l'infidélité. Amen. Haleluya. Amen. Hatua hizi asante kwa sababu zinaonesha inanifurahisha sana mingi. Rudia tena pale 39. Quand vous aurez cette frange, vous la garderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Vous ne suivez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Bwana asifiwe. Wakati ya mama hii itakuwa ikishakuwa nafurahia sana Biblia. Watu wote ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu hawako chini ya sheria, hawako chini ya sheria. Na hii alama ambao watu watatia itawaonesha na itawakumbusha kama ni watu ambao hawatatembea kwa mawazo ya roho yao na kwa macho yao. Haleluya. Sisi ni watu ambao tunatembea lakini hatutembei kwa macho ya kawaida, sababu macho ya kawaida inaweza kudanganya. Itakwambia unaona magonjwa kunamaliza watu, corona ile na utakufa nini. Ile ni macho ya kawaida. Lakini watu ambao wako na uhuru wa Kristo, ambao wako na picha ya Kristo ndani yao, hawatembei kwa macho ya kawaida. Kuna macho ya Roho ambayo itakwambia ijapokuwa shida ikuwe, ijapokuwa magumu ikuwe, ijapokuwa tatizo ikuwe, nina Kristo ndani yangu. Hakuna kitu kitafanyika. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ijapokuwa mambo haya yote, vitu hivi vitakusaidia pia
tusitembee sawasawa kulingana na roho zetu, hali ya kawaida. Sababu mwili mara kwa mara unataka ututupe ndani ya dhambi, lakini tukaongozwa na roho itakuwa natukumbusha wakati yote kama sisi hatuko watu wa kawaida. Hatutatembea kulingana na mambo ya dunia hii, tutatembea kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ambao tulipewa hata tuingiza ndani ya utumwa, hapana, atatuongoza na kisha tuongoza, tutachua namna ya kukontrole dhambi. Haleluya! Wacha Bwana kubariki nawe pamoja nasi. Tunaendelea, tuangalie tena andiko ndani ya kitabu ya Yohane wa kwanza, Yohane wa kwanza 1 chapitre 2 verset 1 Jean chapitre 2 le verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Andiko hili natupatia mwile tu mwangaza mwile Hesabu 15:39 ni kusema mafuta ili ambayo tumepokea inatutoshelea. Ni kusema Roho Mtakatifu anatutoshelea. Hakuna haja ya mafundisho mengine, hakuna haja ya vitu vingine vya dunia na huko ambao vinaweza kututia katika shida na hali ya kusahau Mungu. Hapana, lakini Roho Mtakatifu atatuongoza katika ukweli na haki. Maana kama Roho Mtakatifu anatuongoza, hatakuongoza katika njia za upotevu, atakuongoza katika njia nzuri. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, lakini ujue ni sharti uongozwe naye, ni sharti ukubali kuongozwa naye, ukuwe na alama za mbingu. Maana mwenye eko na alama za mbinguni anatembeaka na anajua pale niye niko mpita na njia. Haleluya! Sema amena. Paulo alikuwa na alama ya mbinguni. Na ndio maana anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Kristo tu wa kweli. Haleluya! Mtoto wa Mungu hautaogopa kitu chochote. Hapana kuogopa vitu ambavyo vinaweza vikaua kimwili na havina uwezo kwa roho. Watu mingi na hawataki waogope dhambi. Inabidi tunaangalia maisha yetu na tembea. Inabidi tunaangalia tunaishi namna gani, tufanye mambo ya kumpendeza Mungu, na Mungu ataendelea kuinuliwa na kutukuka. Haleluya! Asante. Tunaendelea, acha tusome neno la Mungu tena ndani ya Yohane wa kwanza 3:9 mpaka 10. 9 à 10. Tusome neno la Mungu. Nous disons au nom de Jésus. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Hallelujah. 10. Par là qu'ils se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Batu bengi kwa sasa, batu mingi na ngonga oyo biko wanashika wengine mihali, basaliko lobala ba misusu, sababu watu wote, watu wa Mungu wabaya watumishi wabaya wako na wazuri wako, basali mabaya malamu pe basali. Unaona tatizo la leo, omoni na makambo lelo, unaona usiharibu usiharibu. Hata niseme hivi ndio tasikilizana. Usipinir liua fleur kwa kosa ya miba. Pona mabeya zube.
mimba inafanya yake makosa, usipinire sasa maua hapana. Haleluya. Amen. Mtu yoyote ambaye amezaliwa na Mungu oyo abotami na Nzambe hawezi kufanya dhambi. Akoki kosala masumu te. Mungu ndani yake. Wote Nzambe azali kati na yeye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ile ndio utofauti. Oyo nde ezali difference. Tatizo ya watu wa leo. Matata oyo ezali pona batu wa lelo. Utofauti juu ya majina. Pesa makambo pona ba difference ya kombo. Pona ba kombo. Acha tusome tena ile verse yake ya 10. So tangena ndani ya Yohana 1:10. Usikia mzuri msikilizaji utofauti. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Utofauti ya watu wa Mungu difference ezali ya bato ya Nzambe oyo bazali bapakola mi ya Nzambe hautaijua kwa majina okoyeba ngona bakombo te bagrade te utofauti utakuwa ni mwenye anashika taratibu za Mungu na moto oyo ashika sheria za Mungu mwenye anatembea gisi Mungu anataka Mungu anahitaji naye. Mungu hana haja na majina. Nzambe azana bosenga bakombo te. Nzambe azana bosenga bakombo te. Evangeliste, mimi ndio archbishop, yenye Mungu anahaja nayo ni watu wenye watatembea oyo bakotambola na bosando libosana Nzambe o basali mibeko na Nzambe batia ngopeza pratique na musala. Amen. Tuangalie Yohana 1. Totala na kati ya 1 Yohana 1:5-11. 1 Jean 5:18. Inasema nini? 1 Jean 5:18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mal ne le touche pas. Amen. Amen. Tunajua hakika kila mtu yote, kila mtoto wa Mungu mwana nyoso ya Nzambe hafanyi dhambi, akoki kosala masumu te, anapashwa kasi akoki na dhambi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hapana kufanya machafuko kisha huko naleta fuyo. Ile iko fuyo. Unaona tuko watoto ya hadi. Uko mtoto wa hadi wa wapi? Tabia zako, matendo yako, mwenendo yako inafatana na jinsi Mungu anapenda. Uko naishi namna gani nyumbani wako? Mbona fuyo imeisha kuwa mingi ndani ya nyumba? Makelele sio kwa mingi na ndako. Sasa hata watu na ngonga oyo tana batu bwana mobali na bibi na mwasi banatia hata nani sijui sasa hivi corona imekuja iko sana. Corona isiyo komi bataanza tia katikati ya nani banda kotia suna katikati ya mbeto bataanza kabula mzuri sasa bako kisiko ndeko kabola ngoma lamu pesa watu walikuwa na kabula kitanda basi batu bazaki ukabola mbeto kwa sababu tu walichokozana kidogo kaka oba basala ki mwa makelele. Najua watu wengi corona itakuwa kisingizio. Naende batu misusu pe ekozala ndesi koma kamususu. Itakuwa kisingizio. Lakini nakwambia hivi. Ishi bien ndani ya nyumba. Yangona ebisio kitu mala mukata ndako mwana ya Nzambe oyo azalitepela mulimo mosantu alama zinapasha kuwa ndani yako. Esine bongeza la kati na ye. Ishi na mke wako bien. Bika na mwasi na umalamu. Ishi na mume wako bien. Bika na mobali na umalamu. Ishi na wandugu wako bien. Bika na bandeko na umalamu. Wako na jitaya huko mtumishi huko. Yo zalikolo baete ngana zalimo sali ya Nzambe ya mwasi ya mobali. Huko mobezi. Lakini hali yako zali intercesseur. Mwenendo wako namna gani? Unaishi yae. Ozaliko bika ndenge. Na watu wengi wanafanyaka sambla. Peba tu mingi basala kapeba sambla. Wakati magumu iko. Tango makambo ezali mabe. Njoo anajifanya mtakatifu. Ya misali ngana zalimo sali. Wakati magumu inaishi. Tango anarudilia vile attention. Tango souffrance etini. Mungu awachezake naye. Akomi susu. Uko mtoto ya Mungu. Nzambe basaka na kaeti. Basaka na kaeti. Okokiko tambola ndenge Nzambe alingi. Acha Mungu akubariki. Tika Nzambe apambola yo. Acha Mungu akupe pamoja nawe. Tika Nzambe azalengo momo na yo. Ninakutakia amani. Na lobi kimia ezala na yo. Oye baiti ozali mwana na Nzambe. Wewe hauko mtu wa machafuko. Yo ozali mtu ya mosoto te. Masemi yako ni yae. Maloba na yo ezali ndenge nini? Batu wengi wamekuwa banafiki. Batu mingi bazali ba hypocrite. Na utaona hakuna kitu
ijapokuwa kitu iko ishi maisha utakaso, ishi maisha ya kisungu anataka. Haleluya, amen. Asante kwa sababu leo ni siku ya makao. Watu wa Yerusalema walikuwa na ngoya mfalme, wanajua anaenda walibere utumwa ya Waroma na utumwa ya mbalimbali. Lakini sasa mfalme anakuya afanye vile vyote. Haleluya. Kumbe kazi ya Kristo aliangalia sana roho ambayo ilikuwa imefungwa, inabidi awaokoe. Mambo mengi ndani ya roho. Usikuwe na tusumbua na mabibilia mumakwapa saa yote, lakini mapendo yako nasema sasa mba kasi bizale linaonde matata mingi uko na tu distraire ozaliko distraire neno la Mungu. Kumbe roho mbaya kata ilo banzame zoka ndemo tema mabe. Watu wengi wanakumbwa na pepo za dini, uko pepo za dini mami na mipepe ya religion, pepo ya dini. Pepo ya dini inakuwa namna gani? Pepe ya religieuse alakandenge ni mwenye kuna pepo ya dini utamtambua namna gani? Moto waza na mpepe ya religion ko yeba ndenge ni ukamkwaza soki otuti eli baku kisha naanza kuimbia wana bandiko yembela yo. Oh, majaribu ikifika iyo baba nipe nguvu ya kushinda ule mtu tamtambua kuna pepo ya dini. Mtu wana mbala moko koyeba eti azali na mpepe ya religion. Hana wakati ya kushinda. Azali na ngongate yako kita. Hana wakati ya kufanya hivi. Azali na ngongate yako sala makambu songola ya malamu. Mwambie nasema basi nifanye sienjo alinianza. Au soki omekiko yebisa lisingasi yenga yenda bandaki. Ngana sala ni ezala babandaki yo ezala yoko bandaki. Obongika kakobongisa kopela. Obika bombo ya mapeto hakutaingia na lola loko moko teko kikokota oyezalia musoto. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ujue hakika mbinguni ni ya watakatifu. Lola ezalika kabasa kile kilicho kichafu. Yoso oyezalia musoto. Ekokota te. Wewe usifiche tu kisi. Yo kaka omibomba malamu kama ndeko zaliko omibomba wana. Lakini hukumu iko na kule. Kasi oyeba kishima ezaliko ya. Tembea kisi Mungu anataka. Takula ndenge zambe ali. Ishi bien. Bika malamu. Kando la Roho Mtakatifu. Yo zali tempelo ya Mungu. Kosangisa makamute. Ishi maisha utakaso. Bika bomo ya Mungu anataka. Tambola ndenge zambe lingi. Mtu ambao ameitwa na Mungu. Mtu oyo abenga mina zambe. Hawezi kufanya sawa. Akokiko sala masumu te. Mtu ambao amezaliwa mtoto wa Mungu. Abota mina zambe. Mwana ya zambe Biblia sana ngopolele. Mwana ya zambe akokiko sala masumu te. Mekasi yako mibatela. Haleluya. Amen. Utashinda na zambi. Ukomibatela malamu. Watu wengi hawataki kushinda na zambi. Watu mingi balingite ba mibatela. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali pote ulipo msikilizaji. Yo esika nyoso zali. Uko mtoto ndani ya nyumba. Yo zali mwana kata ndaku. Uko baba ndani ya nyumba. Yo zali papa na kata ndaku. Uko mama ndani ya nyumba. Yo zali mama na kata ndaku. Mbingu. Yeba ete lola. Ezali ya basantu. Wewe mwenyewe unabakia tu na roho mbaya. Yo zali ko tika kana motema mabe. Na acha nikwambie. Tika na yebisa yo. Kama unataka ukue mchawi entraînement ozala kaka ndoki entraînement yako zala ndoki ni roho mbaya. Watu wengi mabe motema likunya wanaangalilia tu wachawi wale watu mingi bazali kotala kaka bandoki o bazali kompumbwa ni roho mbaya. Basi ndoki ya solo penza bazali motema mabe. Acha Bwana atusaidie sana. Sika nzambe asunga biso. Ile haiko hata mambo ya kusema haleluya. Acha Bwana atusaidie, ni hatari sana. Kama kolo haleluya nzambe asumeishi maisha. Bomo ya mikolo ebiki bomo oyo batu bazali kopanga lisusu na wasomba wako na pena batu semewa wanaomba na batu bazali kolo angalia matendo yao. Unaenda angalia hali zao na ndenge na bango. Ni hatari. Ezali matata mingi. Acha Bwana akusaidie uokoke. Ubadilike. Sababu Kristo iko njiani. Kristo iko njiani. Atakuja na atanyakuwa watakatifu. Haleluya. Sema amena. Roho Mtakatifu ndio atatusaidia kwa kumaliza nguvu ya pesa. Kama hauna roho ndani yako, hauna Roho Mtakatifu, hautanyakuliwa. Roho Mtakatifu anatusaidia. Roho Mtakatifu ndio mwalimu. Roho Mtakatifu ndio mwongozi. Lakini anachukia dhambi.
masumu. Hapendi zambi. Ye aini masumu. Ukishafanya zambi anakimbia. Sokyo sali masumu akimi. Acha Bwana akusaidie. Tika nzambe asungayo. Na uangalie ni wapi. Pe otala ibisika nini naleka kimabe. Wewe ambao unaweka watu kuroho. Yo bombi batu mingi na kata motema nipisa. Hata mobali bombi na kata motema. Hata mwasi na bombi na kata motema. Katika hali ya unafiki. Bana na yo bombi na kata motema bimana na viwa na hipokrizi. Okoka badilika. Kangwama. Okoka badilika. O changer. Kunakuwa raha. Ezaline malamu mingi. Esengo mingi tango relation na nzambe zali malamu. Wakati relation kuna tango relation na nzambe zali malamu. Hauna haja kuomba vya Mungu. Ozali atana wakati ya kubondela mulai. Tango relation na nzambe zali malamu. Ozali na bosenga tia kubanga banga. Watu wengi ambao kuna ogopa. Batu mingi wazali kubanga banga. Ni kwa sababu relation na Mungu haiko bien. Relation na bango na nzambe zali malamu. Roho Mtakatifu. Hakutakuwa oga. Hallelujah. Tengeneza relation na Mungu. Ukue bien. Ishi na watu bien. Kuwa mwaminifu. Watu waone Mungu ndani yako. Kwa kuongea kwako. Kwa kutembea kwako. Kwa kuishi kwako. Watu waone Mungu. Hallelujah. Amen. Mavijana Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bafie Bwana asifiwe. Wewe mwenye auya oleo. Yo na uko na jita. Baba na nutembe yo zaliko beta tolo ete ngana zaliko Kristo. Lakini ukijikuta lakini ukende komikuta bachumba benye uko nabo biko zaidi ya 6. Baprentanda o zali na bango bazali kolekata nombre 6. Utabajerea ya tanjo. Okojere bango ndenge ni atayo moko. Utakuwa tu obligé useme bongo. Okozala kaka obligé lo bakaka lokuta. Na usipakale usipakale mafuta. Pakola yango mafuta teke. Takatifu hapana bongo ni bongo tu. Lokuta e santo. Achana na ile. Mtu ambao umeokoka watamjua bako yeba yepenzana bizale na yeye. Pena makambo na hiyo na ndenge ya hallelujah. Na ndenge na yeye. Sema amen. Mkristo ni sharti ya kuwe na ebongi azala na ndani yake. Na bobangi kati na yeye. Wewe na utu hauko ndani yako. Yona bobangi kati na weza ate. Mwenye utu haiko ndani yake ni kusema nini? Oyo bobangi za kati na weza liko unaweza kuwa wametia kibakuli pale. Liko loba nini? Wametia bugali pale. Liko tia sani wana. Wametia na bugali ya na kibakuli ya nyama pale. Batiepe. Kwa mfano mko minofu 5, ubie 10. Soki ezali na morceau. Na liko nasema mbo kamata tu sani yako jitoshe pale. Zwa kaka sani na yo. Obimisa kaka muteke na nyama na wana kendo utu haiko ndani yake. Bobangi ezali kati na yete. Utu haiko ndani yake. Ezali kati na yete. Kubanga ezana kati na yete. Yeye huyu utamkuta ndani yake mara kwa mara. Ukokende kukuta kati na yeye. Hallelujah. Kati na yeye. Sababu utu ndani yake haiko. Pote kubanga kati na ezali te. Yeye atakamata minofu. Yako zwa na yeye. Kwa mfano kama kuko 5 atakamata mara moja 3. Soki misunezaliwa na senga kozwa mbala moko misatu. Yeye ashibe ju mwingine ashibe. Yeye atonda muninga atonda. Uko na tatizo. Yo zali na problem. Mtu mwenye iko na utu ndani yake. Oyo azali na bobangi kati na yeye. Ile utu. Oko bobangi wana. Huyu mtu atana okoka. Hata soki akangwa mi. Atana ishi na wengine. Hata soki abikina ba misusu. Mwingine akabarikiwa anafurahi. Mususu soki apambwa mi yasepeni. Lakini mwenye hana utu. Oyo azana bobangi te. Na mwingine akabarikiwa nasikia. Soki moninga apambwa mi ayoki mabe. Attention. Attention na yo. Attention na rombaya. Attention na motema mabe na yo. Inabidi baraka za wengine. Ndio sepela mapo. Hallelujah. Amen. Tembea jinsi Mungu anataka. Ndenge zambe lingi. Acha kuweka watu ndani ya roho. Ko bomba batu kata motema na yo. Mungu haikuwa kuchezesha. Zambe azali yako sakaniza te. Mungu ambaye tunayemtumikia. Zambe oyo tozali ko salela. Ni Mungu mmoja tu hapo azali kama zambe moko azali li balete. Bafu wanaweza kuwa mingi. Banganga mokili bakozala na banganga mingi. Lakini Mungu ni mmoja. Zambe azali kaka yeye. Amen. Bila haya utaona mtu iko na roho ndani yake. Atana soni te mtu azali na motema mabe kati na ye. Atutisi tumabaku. Hata ngaika aende kwanza tengeneza. Ako se tracasser pete ke na kende nanu na kende. Yule anaenda taomba Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu na roho mbaya. Yo zali na motema mabe. Kukwazika ndani yake. Acha Mungu akusaidie ubadilike. Wewe ni Mkristo? Inabidi kuwe na alama za mbinguni. Kuwe na alama za mbinguni. Sababu Kristo anakupenda. Kristo anataka ubadilike. Kristo anataka utembee jinsi anataka. Acha neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Na Mungu aendelee kukubariki. Tunataka omba. Yango tolingi to bondela.
Anza angalia. Bandako tala. Ni wapi umemkosea Mungu? Wapi ozangela kinzambe na yo? Wapi umetembea wapi otambola ki mabe? Afurahi. Na ndenge ozamba sepelite. Anza jiandaa. Bandako tala, bandako bongama. Anza jiandaa. Bandako tala, bandako mibongama malamu. Bandako tala wapi na asala ki mabe? Tunajitayarisha, tunataka omba. Tozaliko mapoto bondela. Anza jitayarisha. Bandako mibongama. Asante, tunataka omba. Matondo tolingito bondela. Tunataka kuombea Mungu. Tolingito bondelela Tunataka kuombea msamaha. Tolingito bondelela o bolimbisi. Baba, tunaombea msikilizaji wa msamaha. Baba, umkubali na kumrehemu. Mahali pote ametembea Bwana, katika njia zote ametembea zenye zikufurahisha. Mungu msamehe. Mungu mkubali. Mungu mtakase. Kwa jina la Yesu Kristo tunamwombea msamaha. Tunaomba hivyo. Amen. Sikiliza. Yesu ndiye tegemeo lako. Yesu ndiye mtu azali pona usiogope. Maana maisha yako iko mu mikono yake. Ezali na maboko na yeye. Haiko mikono ya mwingine hapana. Ezali na maboko mtute. Wewe una haja ya kuogopa. Yo zali na ngonga tamkete akobanga. Samba zali kolona nyoso. Yanasema kwa kupita. Bialo biete na kobeta mana yeye. Tumepata kupona. Topeto zui. Usiogope magonjwa, usiogope. Kobanga eloko moko te. Wachawi, usiogope pepo, usiogope kitu chochote. Kobanga milimo mabete talela kaka nzambe akosunga yo. Tunataka kuombea Mungu. Tolingi to bondela nzambe. Tunataka kuombea Mungu. Tolingi to bondela pona yo bien aimé. Soki ozali maladi. Simba esika oyo ozali koyoka mabe. Soki ozali na bosenga ya chakula, ya bilei, problemu ya maisha, problemu ya misukosuko. ya mbongo, ya maladi, ya makamunyoso, nzambe ndiye solution. Maandiko nasema makombi elobiete analinda mji batela mboka analinda bila Mungu ni bure. Soki azako batela ngo na nzambe te parce que azako samsala pamba parce que yenda zemo kengelia solo. Baba, katika jina la Yesu nzambe na kombo la Yesu Masia naenda ombea mtazamaji na kiko bondela pona oyo pona moyoki acha mwenye mgusi ninakemea kila roho zote mbaya toka shetani kwa jina la Yesu na muombea uponyaji. Tunamwombea jibu njema kwa mahitaji yake. Baba, mguse na umbariki katika jina la Yesu Kristo. Acha uweza wa Mungu, acha nguvu za Mungu, acha Roho Mtakatifu, acha mkono wa Mungu kugusa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Acha uweza wa Mungu. Ninatangaza nguvu, natangaza uweza, natangaza uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Acha Kristo, acha Bwana kuponye katika jina la Yesu Kristo. Naomba hivyo. Amen. Amen.